Bismillahirrahmanirrahim. Tamko la viongozi wa Kiislamu kuhusu maridhiano na ujenzi wa mustakabali mwema wa Tanzania. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu, ardhi na vilivyomo, Mola wa haki, amani na uadilifu. Rehema na amani zimshukie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mwenye kuongoza kwenye njia ya amani, salama, haki, uadilifu na kuvumiliana. Tunatambua kuwa mataifa kwa nyakati tofauti hupitia vipindi vigumu, na kwamba vipindi hivi vinahitaji busara, hekima na uongozi wa kimaadili ili kurejesha utulivu na mwelekeo sahihi wa kitaifa. Sisi viongozi wa Kiislamu nchini Tanzania tumekusanyika hapa kutoa tamko hili mahsusi kwa Watanzania wote bila ubaguzi wa imani, kabila, rangi au itikadi yoyote ya kisiasa. Tunatoa tamko hili kwa nia ya kuponya majeraha ya taifa letu, kurejesha amani, kuhimiza maridhiano na kujenga mustakabali bora baada ya machafuko na ghasia zilizojitokeza katika maeneo mbalimbali nchini hivi karibuni. Namba 1. Kauli ya kuhusu maisha ya Watanzania. Kwa niaba ya wanazuoni na jumuiya na taasisi za Kiislamu, kwanza tunatoa pole za dhati kwa familia zote ambazo zimepoteza wapendwa wao katika ghasia hizi. Kupotea kwa maisha ya raia, hasa vijana wetu ambao walikuwa tegemeo la familia na taifa, ni msiba mzito unaogusa dhamira ya kila Mtanzania. Hatuoni vifo hivi kama takwimu, bali kama uchungu halisi, pengo lisilozibika na maumivu ambayo hayana kipimo katika nyoyo za watu, ndugu na jamii nzima. Mwenyezi Mungu anasema, mwenye kumuua mtu mmoja bila ya mtu huyo kuwa muuaji au bila ya kufanya ufisadi katika ardhi, basi ni kama ameua watu wote. Na mwenye kuokoa uhai wa mtu mmoja, basi ni kama ameokoa uhai wa watu wote. Surat Al-Maida, sura ya 5, aya namba 32. Tunatoa pia pole kwa ndugu zetu wote waliojeruhiwa katika matukio haya. Majeraha yao ya mwili na ya nafsi ni kumbukumbu ya maumivu ambayo yanahitaji uponyaji wa kitaifa, huruma na juhudi za pamoja kurejesha tumaini katika jamii. Hali kadhalika, tunatoa pole za dhati kwa ndugu zetu ambao mali zao zimechomwa moto, kuharibiwa au kuibiwa wakati wa matukio haya ya ghasia. Mali, iwe ni nyumba, biashara au rasilimali za kujikimu, ni jeraha kubwa katika maisha ya wananchi, kwani mali ni jasho, ni matumaini na mara nyingi ndiyo uti wa mgongo wa familia husika. Sanjari na hili la uharibifu wa mali, tunatoa pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, mpambanaji wa kuiletea nchi maendeleo, pamoja na serikali yake, kwa uharibifu wa mali za umma uliotokea kwenye vurugu hizi, na tunatoa pole kwa Watanzania ambao kodi zao
zilizotumika kujenga mali hizi za umma zimeishia kuharibiwa kwa namna moja au nyingine. Mateso haya ya kimwili, kiuchumi, kiakili na kisaikolojia ni kumbukumbu ya maumivu ambayo yanahitaji juhudi za kitaifa katika kuponya na kujenga upya taifa letu. Tunasisitiza umuhimu wa huruma, usaidizi kwa walioathirika na mshikamano wa kijamii katika kuwarejeshea matumaini na kuwasaidia kusimamia tena baada ya maafa haya. Tunamuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema awape subira, utulivu wa nyoyo na nguvu ya kustahamili. Familia zote zilizoguswa na maafa haya tunamuomba pia awapokee kwa mikono yake yenye huruma wale wote waliofariki katika mazingira haya yenye huzuni, na awape waliobaki faraja na unafuu. Amin. Kwa masikitiko makubwa, tunasimama mbele ya taifa letu la Tanzania kuelezea huzuni na uchungu wetu juu ya matukio ya vurugu mbaya yaliyosababisha uharibifu mkubwa wa mali za umma na binafsi, kupotea kwa maisha ya raia, kujeruhiwa kwa watu na kuibuka kwa hofu na mtikisiko wa kijamii. Katika Uislamu tunafahamu kuwa uadilifu ni msingi wa amani na amani ni msingi wa ustawi wa jamii. Tunapoongea juu ya uharibifu wa mali, tunaikumbuka kauli ya Mtume, rehema na amani zimfikie. Mtume, rehema na amani ziwe juu yake, aliulizwa, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, ni aina gani ya Uislamu iliyo bora zaidi? Akasema, ni Uislamu wa yule ambaye Waislamu wengine wako salama kutokana na ulimi wake na mkono wake. Rejea Sahihi al-Bukhari, hadithi namba 11. Kwa hiyo, tendo lolote linaloleta uharibifu, uwizi, vurugu au kupoteza maisha sio tu kosa la kisheria, bali pia ni kosa la kimaadili na dhambi ya kiroho. Tunalaani vikali aina zote za ghasia, uwizi, uchomaji wa vituo vya polisi, vituo vya mwendokasi, vituo vya mafuta na uharibifu wa mali zote za umma na za watu binafsi, ikiwemo jaribio la kuangamiza mali mbalimbali, iwe chanzo chake ni hasira za kisiasa, uchochezi wa kidini au mkanganyiko wa taarifa na propaganda. Wito kwa viongozi wa dini zote. Kama viongozi wa dini, tunasisitiza kwamba amani ndiyo ngao kuu ya taifa letu na ni lazima itangulizwe juu ya hisia na misukumo ya muda mfupi na mrefu. Kila mmoja wetu, wananchi, vijana, wanasiasa, viongozi wa serikali, wana usalama, taasisi pamoja na nyumba za ibada, na sisi wenyewe viongozi wa dini, tuna wajibu wa kujenga utamaduni wa kuzuia chuki, ghasia na maovu kabla hayajachipua, kwa kuhimiza mazungumzo, maridhiano, hekima, busara na ustaarabu katika kushughulikia tofauti zetu, na katu tusiwe sehemu au washiriki wa kuchochea vurugu na umwagaji damu. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.